Waandishi wa habari, kwa majina naitwa Nicholas Zakaria Mwita. Ni kada wa Chama cha Mapinduzi ndani ya kata ya Matongo, lakini mjumbe wa serikali ya kijiji cha Nyabichune kilichopo ndani ya kata ya Matongo. Ni katibu mstaafu wa tawi la Mzumbe campus ya Mbeya chuo kikuu. Waandishi wa habari, mimi ni upongeze sana uongozi wa Chama cha Mapinduzi taifa kwa maamuzi mazuri ambayo yamefanyika, hasa ya kuzuia mikutano mbalimbali ya kukutana na wajumbe katika kipindi hiki ambacho kuna joto la kisiasa. Ni uamuzi wa busara ambao kimsingi unakwenda kuvunja makundi mengi ambayo yalikuwa yamejengwa, lakini pia ni uamuzi ambao unaenda kuepusha vitendo vingi ambavyo huenda vingeendelea kuleta makundi ndani ya chama chetu. Lakini ndugu waandishi wa habari, pia napenda kupongeza uongozi kwa utaratibu mzuri ambao umewekwa wa kuweza kuchukua na kurejesha fomu. Huu utaratibu wa kimya kimya ni mzuri kwa sababu ukweli ni kwamba mchakato wa chama ambao tunakwenda kuupitia ni mchakato mgumu ambao kimsingi kama utaratibu huu usingeweza kutumika, basi huenda kwa namna moja ama nyingine kungekuwepo tena na makundi mengi. Maana tungeenda na misafara, inawezekana mmoja angeona anafaa kuliko mwingine, lakini pamoja na hivyo ingeweza kuleta maumivu makali pale ambapo chama kingeweza kumteua mtu mmoja wa kuweza kukiwakilisha chama, ili hali watu katika sura ya nje waliona mtu fulani alikuwa na watu wengi wakati anapokwenda kuchukua fomu, na kwa bahati mbaya manzuri chama kikashindwa kumteua, basi ingeonekana huenda ameonewa au basi chama hakijazingatia vizuri matakwa ya wananchi na vingine vingi ambavyo huenda vingeweza kupasua chama. Kwa hivyo ndugu waandishi wa habari, mimi nakipongeza sana chama chetu cha Mapinduzi. Kumbe kimeona mbali sana, lakini pamoja na hivyo kimejaribu kuona ni namna gani ambavyo kinaweza kavunja makundi yaliyojengeka katika kipindi ambacho kiliruhusu watu wapite kujitambulisha. Pamoja na hivyo, napenda kuwataarifu sasa kwamba rasmi tarehe 30 ya mwezi huu wa 6 kama ambavyo ratiba imewekwa na chama chetu ya uchukuaji wa fomu na urejeshwaji ambao unaanza tarehe 28 hadi tarehe 28 mwezi wa 6 hadi tarehe 2 ya mwezi wa 7. Basi mimi tarehe 30 ya mwezi huu wa 6 nitachukua fomu ya kuwania nafasi ya udiwani katika kata ya Matongo. Na baada ya hapo sasa tutaruhusu chama kiendelee na utaratibu wake, na kama kitaona ninafaa angalau kuwa sehemu ya wale ambao wanawania nafasi hiyo, basi tutarudi kwa wajumbe kama utaratibu ulivyowekwa na ratiba nzuri ambayo chama chetu kimeiweka. Tutazungumza nao, tutaeleza sera zetu, na ikikubalika basi watatupigia kura. Yule ambaye ataibuka kuwa mshindi tutasimama naye kama ambavyo chama kitakuwa kimeelekeza na kanuni zetu zinavyoelekeza. Baada ya kuyasema hayo, mimi niwashukuru sana kwa kuniita tena kwa mara nyingine kuhusiana na habari hii, lakini pia niwahakikishie Chama cha Mapinduzi kiko imara na tumejiandaa sana kushiriki uchaguzi huu, na tunaye mgombea mmoja pale juu ambaye ni Rais Mama Samia Suluhu Hassan, na kwa Zanzibar tunaye Dr. Mwinyi ambaye tunakwenda naye, na tunaye mgombea mwenza wa kwetu huku Tanzania bara ambaye ni Dr. Nchimbi. Kwa pamoja tumejiandaa vizuri, na wale ambao watakuwa wameteuliwa na chama kwa ajili ya kukiwakilisha, ikiwa ni pamoja na mimi, basi nitamshukuru Mungu na chama changu, basi tutahakikisha kwamba tunapata ushindi wa kishindo, maana kazi zilizofanyika na rais wetu zinaonekana, zinafahamika na Watanzania wanazikubali. Asanteni sana.